Mimi binafsi sioni sababu ya kufanya hivyo. Maana mimi nimefanya kwa ajili ya kukusaidia wewe mama yangu. Na kitu kingine, mimi siwezi kumwomba huyu msamaha kwa sababu hizi ni tabia zake za kila siku, na mimi popote nitakapomkuta anajaribu kukudhuru wewe mama yangu, nitamfanya kile ninachoweza kwa ajili ya usalama wako. Ina maana mimi nitakuwa namomba msamaha kila siku? Ili haya mambo yaishe, tuishi kwa amani, ni yeye aache hizo tabia zake ambazo anaziendekeza. Sasa kama hatoacha, mimi nitakuwa adui yake namba 1. Kwa sababu hakuna mtu mwingine anayeweza kukulinda zaidi yangu mama. Umesikia? Umesikia majibu yake? Mama Happy, umemsikia majibu yake Happy? Yaani Happy anajibu majibu bila hata kuwa na wasiwasi, bila kujali, bila kuogopa. Anaweza kadiriki kuzungumza kama hivyo? Mama unamwambia muombe msamaha baba yako, anakuambia siwezi kumuomba msamaha huyo mzee. Hivi kwani umemfundisha huyo? Mama Happy, sikia nikwambie kitu kimoja. Yaani kwa ujinga wa mtoto wako, kuna wakati mpaka ninajuta kwa nini niliweza kuwapokea au kwa nini nilimpokea huyo wewe. Yaani bora mara 10 ningekuwa niko tayari kukubali kuwa na wewe tu, lakini sio kumkubali Happy. Happy nimekubali kumlea kama mtoto wangu, nimempa malezi mazuri kama binti yangu, kwa kutarajia najua atanipa heshima na kuniheshimu kama baba, na kila nitakachokiongea mimi Happy kama baba yake anisikie. Leo anathubutu kuzungumza maneno kama haya? Sikiliza mama Happy, nikwambie, kwa kuwa Happy anashindwa kuweka heshima na adabu na ananiambia hawezi kuniomba samahani mimi, humu ndani patawashinda. Humu ndani patawashinda. Na ukizubaa muda sio mwingi nitakuja niwatimue wote, wewe pamoja na mwanao Happy, muende mkatafute pa kuishi. Mimi nadhani mtakuwa mnanielewa. Yaani hiki ninachokizungumza mama Happy, naomba mnielewe, tena mnielewe kwa makini. Sasa ninachoamua ni kitu kimoja. Nawapa siku hizi 3. Happy akubali kuolewa na yule kijana. La sivyo humu ndani mnaondoka, na si vinginevyo. Mwanangu Happy, unasikia maneno anaongea baba yako? Mimi mpaka akili yangu inafika mwisho. Naumia na zaidi ya kuumia binti yangu. Na kuomba ili tusiendelee kuteseka, angalau nipate nafuu ya utulivu wa akili na moyo wangu. Kubali jambo analosema huyu baba la kuoa na ule kijana. Haya sasa ona, amefikia hatua leo ametoa kauli moja kali sana. Anatupa siku 3 za kukaa humu ndani. Je, tukitoka hapa ndani tunaenda kuishi wapi mimi na wewe? Mwanangu, fikiria vizuri hivi. Tutalala nje, tukadhaliliki. Kubali tu kuoa na ule kijana. Mungu anaweza kukusaidia huko mbele, ukapata amani. Mimi siwezi kukubaliana na hilo jambo hata kidogo. Kwa sababu mama, haya tunayoyapitia ni mambo tu ya kawaida. Yaani binadamu yeyote lazima awe na changamoto. Mimi naamini hivi vitu ni vya muda tu na kila kitu kitakuwa sawa. Sioni haja ya kulazimishana, sijui kushauriana vitu vingi, kutishana. Kama ni mipango ya Mungu mimi niolewe na huyo kijana, hata baba asiposema nitaolewa naye tu. Lakini kama sio mipango ya Mungu, mimi siwezi kufanya kwa ajili ya kumfurahisha mtu. Na kitu kingine mama, wewe unatishika na mtu sijui kukwambia atakufukuza kwenye hii nyumba. Mimi nimeshakuwa naweza kukusimamia wewe mama yangu. Hataki tukae humu ndani, tutaondoka. Tena na kuahidi mama, ndani ya hizo siku 3 mimi nitakuwa nimeshajua pa kwenda. Wala hata usiwe na wasiwasi. Lakini pia kama na wewe umeamua kumuunga baba mkono, unataka nitoke humu ndani, nitaondoka, nitaenda sehemu nyingine kabisa, lakini sio kuolewa na huyo mwanaume. Maana pengine huenda tayari nimeshakuwa mzigo huku mimi sijui.
Wewe tena. Haya, nakusikiliza. Ila sitatumia dakika zaidi ya 5 kukusikiliza. Ramshi, unajua sikuelewi kabisa Yaani umebadilika, sio Ramshi ninayemjua mimi. Una shida gani? Naomba unielekeze basi. Mimi nimebadilika. Nimekuwa mweupe, si ndio? Maana mimi najiona niko vile vile. Okay. Tufanye labda nimekuwa wa blue. Lakini kwa nini hutaki kunielewa? Afu naongea mimi unanitolea macho. Kwa nini unashindwa kunielewa? Unataka labda nitumie kiungo gani cha mwili kuzungumza ndio utanielewa? Nitumie masikio? Au unataka usikie pua yangu inanena maneno ndio utanielewa, si ndio? Napiga simu zangu, haupokei, message au unijibu. Basi kama kuna changamoto yoyote tungelitatua tu. Oh. Unazungumzia simu? Ulipiga simu yangu ikawa haipokelewi, si ndio? Lakini hukuishia hapo, ulituma message pia zikawa sijibiwi. Sawa, nisamee. Lakini sikujibu message zako na wala sikupokea simu kwa sababu nilikuwa niko busy. Lakini naomba niongee kwa mara ya mwisho. Sawa? Tega masikio yako vizuri kabisa alafu nielewe. Neema, mimi sikupendi. Mimi sikuhitaji. Ina maana matukio yote au yawe kunitafuta kwenye simu bado haikupi picha tu. Unataka niseme mpaka niseme wapi? Dakika ambazo nimetoka kukusikiliza nadhani zitakuwa zimeisha. Kwa hiyo naomba nyanyuka utoke, kwa sababu nahitaji nifunge nyumba yangu niwe kazini. Ramshi, mimi siwezi kuondoka humu ndani. Yaani mpaka uniambie tatizo ni nini, mpaka tusuluhishe hilo. Sawa? Kwa sababu nakupigia simu zangu haunipokelei bila sababu yoyote. Mimi siwezi kutoka. Okay. Huwezi kutoka. Sawa, nimekusikiliza na nimekuelewa vizuri. Nadhani hii nyumba unaijua vizuri kabisa. Kaa, fanya chochote kile ambacho najisikia kufanya. Ukichoka, naomba funga nyumba yangu mahali ambapo funguo inakaa, nadhani unajua. Ila kitu kimoja, usiruhusu mlango wa chumbani kwangu. Naomba nikutakie siku njema. Uamuzi wako ni sawa, maana jibu la mjinga ukimya. Penzi lako likuwa dawa moyoni mwangu Unajua Alex, wewe umekuwa rafiki yangu kwa muda mrefu sana. Isitoshe kwa muda ambao tumekuwa na ukaribu mimi na wewe, kwa sasa ni kama ndugu. Mimi kuna kitu kimoja hakiko sawa na kinaivuruga sana akili yangu. Nadhani unafahamu fika kwamba nilikuwa nategemea kwa siku si nyingi nilisha kujulisha hili jambo, lakini sasa naona kabisa mambo yananiendea mlama. Na hii yote ni kwa sababu mwanamke ambaye nahitaji kumuoa hataki kabisa aolewe na mimi.
Kwa upande wangu nilikuwa sina shaka, nilikuwa sina tatizo, lakini pia hususani kwa upande wa wazazi wake kila kitu kilikuwa kiko kwenye mpangilio. Lakini hataki kabisa. Binti kama binti hataki kabisa kuolewa na mimi. Sijajua sababu ni nini, sijajua shida ni nini. Nimeshajaribu kufanya tafiti kujua tatizo ni nini, lakini sijapata majibu. Hii kitu kuna namna moja inanikata sana mwanangu. Unajua kuna vingi nitakwenda kuvipoteza kama hili jambo halijafanikiwa, hususan kampuni. Siwezi kuwa kiongozi mkuu wa kampuni kama sina mke. Na mimi kama mimi binafsi yangu sitaki kuwa mnafiki. Nampenda sana yule binti. Yaani nimezunguka Dar es Salaam hapa, hakuna mwanamke ambaye nimevutiwa naye. Hakuna mwanamke ambaye natamani awe mke wangu tofauti na yule dada. Lakini hataki kabisa. Hii kidogo inanichanganya sana. Unajua nimewaza na kuwazua, lakini sijapata mwafaka bado. Kwa hapa rafiki yangu, mimi naomba nikushauri tu. Ni vizuri sana kama ungesikiliza hisia zako zinakwambia nini. Na nafurahi sana kusikia unasema mwanamke ambaye umtaki huwezi kukubali kuwa naye. Hilo ni kweli. Kwa sababu unaweza kuja kujutia hapo baadaye. Kampuni utapata sawa, lakini kumbuka hujatimiza furaha ya moyo wako. Moyo wako kuna mtu unamhitaji, lakini haujaipatia furaha hiyo uliyokuwa unaitaka. Sasa itakuja kuaffect hapo mbele. Kwa ingekuwa vizuri sana kama ungesikiliza hisia zako, lakini pia unapaswa kuwa mvumilivu, kwa sababu kama unavyojua mwanamke hawezi kujiregeza ovyo ovyo mbele yako hata kama anakutaka. Kuna wakati mwingine ataonesha kuwa hakuhitaji, aliyakuwa anakutaka, lakini anakwepa ile fedheha kwamba anajiregeza kwa wanaume. Kwa hiyo jitie moyo. Mimi nashukuru sana rafiki yangu kwa sababu umenipa kitu tofauti sana. Unajua nilikuwa nimefikia hatua ya kukata tamaa na sielewi hata nini nifanye. Lakini kwa ushauri ambao umenipatia, hii kidogo inanipa nguvu na kunipa matumaini. Nitatafakari kwa kina, lakini nitakuwa mtulivu katika maamuzi. Tuombe uzima. Mimi naamini kabisa ukifuatisha haya niliyokuambia utafanikiwa. Mimi najua una akili sana. Na naamini kuna kitu unaweza ukakifanya kwenye kampuni usiharibu, lakini pia na furaha ya moyo wako ukaipata. Yaani namaanisha mwanamke wa ndoto zako ukampata na kampuni pia ukaipata. Fanya kitu. Alex, mambo yako, lakini sasa wetu tushakuwa watu wazima rafiki yangu. Asante, mimi nashukuru ndugu yangu. Asante. Tuko pamoja. Amin. Karibu sana, na mimi nashukuru sana kwa ushauri wako ndugu yangu. Asante. Sawa, karibu. Odi. Kijungu. Odi. Kijungu. Odi. Kijungu. Odi. We dada we. Vipi? Mbona kelele kwenye majumba ya watu? Au umejisaulisha kwamba ni nyumba ya wapangaji? Alafu huyo mtu unayemgongea huna appointment naye?
Au ndio nyewe mnakuja nyumbani kwa watu kwa kuvamia? Mijitu mingine bwana. Ovyo. We dada, koma. Unaongea kama nani? Umeona nakuja kwa mlango wako kukugongea? Au nimekuja kumgongea mpenzi wangu Kijungu? Alafu kama uko na kazi za kufanya, katafute kazi ufanye. Dada pumu, kapumulie chooni. Kukutuma uondoke na mabegi yako na kumtolea mkaka watu maneno machafu ni kilanga chako. Na kitu kingine usichokijua, Kijungu kuanzia leo ni mali yangu mimi. Kwa hiyo unavyokuja, kuja kwa step. Uliliacha jimbo likiwa halina mtawala. Kwa sasa hivi lina mtawala. Kwa hiyo dada, cha kushauri ni bora tu uondoke. Maana unachokitafuta utakipata. Kama unakaaga na mashoga zako vikao, mnanijadili mimi niondoke ili uingie. Dada, hiyo umechuna. Kijungu ni mume wangu, nampenda na ananipenda. Bado niko naye na nitazidi kutamba naye. Ila ilikuwa ni mbwembwe tu, nilikuwa siondoki. Kijungu kaja nyumbani kwetu ananipigia magoti, ananitaka leo mpaka kesho. Upo dada? Nicheke mimi. Naona umeishiwa. Cha kukushauri, changanya hizo mbaliga zako na utoke. La sivyo, nitakuitia kelele za mwizi sasa hivi. Nitamgongea hadi ataponifungulia. Akitaka atanifungulia, asipotaka nitaondoka. Usinipangie. Kijungu. Unajifanya kichwa gumu eh? Kijungu. Nyo. Toka. Wewe unajiona mjanja? Iko siku utanikuta kwenye anga zangu, utakuonesha. Kwenda. King'ang'a. Wesi unajua uswazi raha, nyumba za kupanga hizi bwana zina bara, furuku zingua vimbwanga kila saa, huyu Kijuso naye kazua kizaza, uswazi noma yani acheni kausha damu. Wewe muda wote nimekutuma yeye upeleke hela kwa Kijumbe, haujarudi. Ulikuwa unafanya nini muda wote? Na unajua kabisa nyumbani kuna kazi kibao. Ila umeenda kwa umejichezesha, sasa ndio unaanza kujirudisha mdogo mdogo. Niambie ulikuwa wapi? Nilikuta hayupo ndio maana kama tu nisubiri. Sasa kama ulimkuta hayupo, kwa nini usingerudi nyumbani kwanza, ukafanya kazi za nyumbani, afu baadaye ndio ukarudi tena kupeleka hiyo hela? Umeenda huko umejikarisha. Sasa ndio unajitazama, sikiza nikwambie. Twende ukateke maji. Maana muda umeshaenda. Si unanielewa? Bado mimi naumwa, mimi sitaki kuchota maji. Sikiza nikwambie wewe mtoto. Uumwe, usiumwe. Hiyo utajua mwenyewe. Utaenda kuponea kwa mbele kwa mbele. Shikamo. Mahaba, mambo? Poa. Naomba unichotee maji. Umekuja mwenyewe kuchota maji kisimani? Kwani wazazi wako wako wapi? Nani amekuagiza? Mama ndo kanituma. Makubwa. Sawa.
We Viola, vipi tena na hii ndoo? Natoka kufuata maji. Umetoka kufuata maji? We nyumbani kwenu maji hayapo? Ndiyo, mama kaniagiza niende kuchota maji. Yaani huyu mama yako. Yaani umetoka kuumwa juzi tu. Hapo ulipo hata madawa mwilini hayajaisha. Tayari kashaanza kubebesha mindoo ya maji. Aya, tuondoke. Mama atanipiga hii ndoo ikiibiwa. Tuondoke bwana, ndoo kitu gani? Hiyo ndoo muhimu kuliko uhai wako. Hivi wewe unajikuta nani kwa mfano? Yaani kwamba kila siku uambiwe wewe tu kitu kimoja. Hivi wewe haujui kama yule mtoto anaumwa? Yaani mtoto ametolewa hospitali juzi tu na umeambiwa amepata majeraha maeneo ya kichwa. Bado unaenda kumbebesha mindoo kichwani. Kweli hata kama sio mtoto wako yule? Kwani dada, ule mtoto nimbebeshe ndoo, nimfanyishe kazi yoyote ile ngumu, wewe inakuuma kitu gani? Ama inakukela nini? Maana kuona unanifuatilia sana. Kile ninachofanya mimi kwa mtoto wangu, wewe lazima utokeze kipaumbele kuja kunipinga. Kwani tukimpeleka hospitali, gharama unalipa wewe? Au ushawahi kumhudumia kitu chochote? Sasa ule msaada wako mdogo wa kumpeleka vya kule hospitali ndio ukajiona tayari ushakuwa mwema kwa mwanangu. Sikiliza nikwambie. Kaa mbali na binti yangu, kaa mbali na mimi mwenyewe. Pia kaa mbali na mume wangu. Si unanielewa? Halafu hiyo miguu yako hiyo kama haina kazi ya kufanya kufuatilia mambo mengine zaidi ya kwangu mimi, nitakuonyesha jinsi ya kuifanya miguu ifanye kazi kwa upasavu na sio kunifuatilia mimi. Mimi ninavyokuona, pengine hata hizo gharama za hospitali hutoi wewe. Ndio maana huna uchungu hata kidogo. Wewe ni mwanamke gani wewe? Kwa jinsi ninavyokuona, sijui kama rangi ya leba unaijua. Haina isiwe mgumba. Na ndio maana unafuatilia sana binti yangu, namtaka Niache! Sikiliza nikwambie wewe mpuuzi. Mimi sio msichana wa hovyo kama unavyofikiria wewe. Na hauwezi ukawa unaniingia kirahisi kama unavyodhani. Sasa iko hivi, mimi na wewe ni hatua kwa hatua mpaka uache huo upuuzi wako. Nimeitika wito wako. Mimi nimekuita hapa kwa jambo moja tu. Nataka unieleze kinaga ubaga na usinidanganye kitu hata kimoja. Hivi ni nini sababu ya hili jambo kuchelewa? Kwa sababu naona bla bla zinakuwa ni nyingi sana Kaboza. Kwa hiyo nahitaji kufahamu kinaga ubaga, ili tuone namna gani tunaweza kulifanikisha hili jambo. Kwanza nashukuru sana. Na nashukuru kwa kuweza kwanza kuhitaji tujadiliane hili jambo kwa amani na upendo. Kiukweli nimefurahi sana kiongozi. Lakini sitoshe kusema kuwa lile jambo kidogo limekuwa ni gumu, kwa sababu yule binti amekataa kabisa kuolewa na wewe. Na pia isitoshe hata mama yake ameingilia kati
naye amezidi kumsapoti mtoto wake na kugoma kabisa kabisa Happy kuweza kuolewa na wewe. Kwa hiyo mpaka sasa hivi nimebaki nazidi kuvurugwa sana kichwa changu. Sielewi nifanyeje. Na kwa kuwa leo umeamua kuzungumza kwamba unahitaji tushirikiane na upo tayari kuwa pamoja na mimi kwa ajili ya kumaliza tatizo hili, mimi niseme nashukuru sana. Sidhani kama linawezekana likawa linaleta shida, ila kifupi nahitaji tujue tunaweza tukafanyaje ili kusudi kumaliza hili tatizo na Happy awe kwenye mikono yako. Mr. Kaboza, hili jambo linawezekana vipi? Yaani inawezekana vipi binti yako kwa akili yake ya kawaida akatae kuolewa na mtu kama mimi? Inawezekana kweli? Unajua Kaboza, inafurahisha sana. Unajua maisha yenu nyinyi ni magumu mno. Mnaishi maisha ya shida sana. Na sio wewe tu, mkeo. At least kidogo sasa hivi umeanza kupendeza kwa viji pesa vyangu. Lakini Kaboza, mtazame hata binti yako. Anashika 200 Kiingereza, namsaidia nini? Anavaa nguo moja siku 2, siku 3 mpaka 4. Inawezekana vipi akatae kabisa kuolewa na mimi? Why? Mimi nadhani ile jambo sio la kawaida. Mawazo yangu, huenda kuna mtu nyuma yake anampa kiburi. Sasa kama kuna mtu nyuma yake anampa kiburi kweli, niwekeni wazi nijue namna gani naweza kumdhibiti. Kuhusu swala hilo sina uhakika sana, kwa sababu yule ni binti, na binti ambaye amefikia kwenye wakati wake. Sasa siwezi nikamlia yamini sana kuamini kuwa hayupo na mtu ama yupo na mtu, kama unavyoelewa mabinti wa sasa hivi. Lakini ninachokijua mimi mpaka sasa hivi kuhusu huyo mtu, sisi hatuna shida naye sana. Na kama yupo basi tunaweza tukajua tunafanyaje ili kusudi kulikabili hili jambo. Na mimi nizungumze kitu kimoja. Kwa kuwa leo tayari umeshakuwa tayari kupambana na tupambane kwa ajili ya kumaliza hili tatizo la binti yangu Happy, basi mimi naamini kupitia mimi na wewe Happy anaweza akawa yuko sawa na tukafanya kinachowezekana. Kama inavyowezekana basi Happy aweze kuwa mkeo. Mimi nilikuwa nakuomba kiongozi, najua mengi umefanya kwa ajili yangu, na kiasi gani umenipambania na ni jinsi gani umeweza kunibadilisha maisha yangu. Kwa hilo sina shaka nawe kiongozi wangu, na ndio maana mimi mwenyewe nimekuwa mstari wa mbele kupambana mpaka Happy awe mkeo. Kwa hiyo nakuomba sana kiongozi, tupambane kwa hili, Happy awe mke wako. Basi sawa, mimi pia nimekuelewa vizuri sana, lakini fanyia kazi maneno yangu. Lakini kwa saizi sihitaji tena maneno, nahitaji vitendo. Kaboza, nina haraka sana na ile jambo. Yaani ndoa yangu inatakiwa ikamilike ndani ya siku 3 au 4 mbele. Yaani ile siku 4 ni siku nyingi sana. Lakini at least ningependezeshwa sana kama ile jambo lingekamilika ndani ya siku 2. Shughulikia hilo jambo, focus ile jambo liende. Kwa hiyo hakikisha unaweka mazingira sawa. Na mimi kwa upande wangu nitahakikisha napambana kwa kadri niwezavyo, kwa namna yoyote ile, iwe kwa pesa, kwa nini, kuhakikisha ile jambo linakamilika ndani ya muda. Na kama utafanikisha ile jambo, nitakupa zawadi nzuri sana. Mimi niseme kiongozi wangu, nashukuru sana kwa kuwa tayari umeshakuwa tayari. Basi hizo siku 3 zitatosha sana na zitakuwa vizuri zaidi tukizipambania mimi na wewe, na Happy atakuwa mkeo. Nimeweka pesa kidogo kwenye akaunti yako. Asante sana kiongozi, asante sana. Mimi hicho ndo ninachopenda, kwa sababu ni mtu ambaye unanijali sana na ni mtu ambaye kiukweli hauna mambo mengi. Ni basi tu ni vile binti yangu ndo hataki kuwa katika mstari, lakini kwa hiki limekwisha bosi wangu. Uwe na siku njema. Asante sana.
Wa Viola, unafanya nini hapa? Hivyo mwanamke, kilichokufanya nyanyue miguu yako hapo uende mpaka nyumbani kwangu ukampige mke wangu kitu gani? Ina maana kwamba tayari umeshakuwa na mamlaka mpaka kwenda kumpiga mke wangu? Wewe hauwezi kumwongelesha taratibu kama amekosea ili jirekebishe mpaka umeamua kwenda kumuumiza? Na una ujasiri kabisa kusimama mbele yangu ukasema mke wako. Hivi wewe unajiona kabisa yule ni mke umeoa? Basi sawa. Mimi nimempiga mke wako kwa sababu hajitambui. Hajui wajibu wake kama mama. Na nimejaribu kumuelewesha kiustaarabu mara nyingi sana. Kwa hiyo leo nimeamua kumuelewesha kiutofauti kidogo. Na imani atakuwa amenielewa. Naomba unisikilize kwa makini sana. Huko unakoelekea sasa hivi unavuka mipaka. Naomba heshima itawale. Na kuheshimu na wewe naomba ujiheshimu. Usije ukasubutu tena kutoka hapo kwenda nyumbani kwangu kwenda kuanzisha vurugu. Nitakufanya kitu kibaya hautakaa kuamini maisha yako yote. Heshima? Kwani wewe ukiniheshimu mimi napata faida gani? Au umeambiwa mimi nataka heshima yako? Na hata usiponiheshimu mimi napungukiwa na nini? Mimi sipo kwenye maisha yenu kuhitaji heshima. Isipokuwa tu huyu mtoto ndo ananifanya niwepo kwenye maisha yenu. Huyu mtoto anapitia mambo mengi sana magumu ambayo wewe huyajui. Lakini bado amepatikana mtu ambaye anaweza kumsaidia huyu mtoto, bado unaleta maneno. Iko hivi, huyu mtoto ni mgonjwa. Na juzi tu ametoka hospitali. Tena mmeambiwa amepata majeraha makubwa sana maeneo ya kichwa. Alafu leo hii anaenda kubebeshwa ndoo ya maji kichwani. Alafu wewe mke wangu usimguse mke wangu sijui na nini. Hivi unajielewa kweli wewe? Sasa naomba unisikilize kwa makini tena, naomba unielewe. Huu karibu ambao tumeuanzisha sasa hivi, usikufanye kwamba wewe unafanya kila kitu kile ambacho unachojisikia. Kuanzia leo nakupa onyo. Naomba ukae mbali sana na familia yangu. Na wala sitaki uingilie chochote kile kuhusiana na mtoto wangu. Mimi mwenyewe nitamwangalia na mimi mwenyewe nitakuwa mwangalifu kwa huyu mtoto. Sasa ole wako urejee hicho ulichokifanya. Utanijua mimi ni nani. Wewe, huoni hata aibu? Mimi kuwa karibu na familia yako wewe napata kitu gani? Hiyo familia yako tangu niwe karibu nayo nimepata nini zaidi ya kuniongezea matatizo? Maana chanzo cha ajali ya mamangu ni familia yako. Sasa iko hivi. Kama unataka mimi nikae mbali na familia yako, nitakaa. Isipokuwa nitaenda ngazi za juu kwanza, alafu wao ndio wajue jinsi ya kumsaidia huyu mtoto. Baada ya hapo nitakaa mbali na familia yako. Maana nilichokigundua, huenda nyie wote wawili sio wazazi wa huyu mtoto. Na ndio maana kati yenu wote hakuna mwenye uchungu naye. Sio wewe wala huyo unayemwita mkeo. Viola. Wewe vipi tena, mbona uko hapa sasa hivi? Babako sasa amekufuata muda sio mrefu wewe. Nitaki kukaa kule, mimi nataka kukaa na wewe. Viola bwana. Kwa nini sasa? Na wakati umemwona babako hapa amekufuata amekasirika. Si hata niuma kabisa mimi. Mama kasema anitaki. Hataki watoto hajazaa. Viola, sikia mtoto mzuri. Mama kasema hivyo, si ndio? Lakini baba yeye anakupenda. Kwa hiyo wewe msikilize baba anachokisema. Sawa? Mama ameongea kwa mbele ya baba. Baba hajaongea kitu.
miaka sasa imepita tangu tumzike baba, ndo chanzo cha kuwa na vita, ndugu kuuana. Wapo waloshika mapanga, wapo waloenda kwa waganga, nyumbani ndo ikawa vita, ikabidi tuyame kaya. Ndo maana nikaja huku. Wamalizili kulia kwa bibi. Basi sawa mwanangu, mimi nakupenda sana. Tunajua wewe ni mtoto mzuri. Wala ugonjwa ukampa mwili wake kupoza, maumivu yakanivaa, nikaisi msiba umenifika. Hata ndugu wa karibu hakutaka takuja kumwona. Ndugu wabaya, ndugu wabaya, ndugu wabaya, machozi hayaniishi tangu nimzike bibi. Sina rafiki ndugu wa karibu wa kunifariji, nikamia Dar es Salaam kuja kusaka tonge. Kama jinsi mnafahamu, tusiona ndugu